Karibu sana kwenye chaneli yetu. Kama wewe ni mwanaume ambaye umewahi kujiuliza maswali kama kwa nini wanawake wengi hawaniheshimu? Kwa nini najitahidi lakini bado nachukuliwa poa? Je, heshima inalazimishwa au inajengwa? Basi video hii ni kwa ajili yako. Leo tutazungumzia tabia 10 muhimu sana ambazo mwanaume anapokuwa nazo, mwanamke anamheshimu bila kulazimishwa, bila kupiga kelele na bila kumletea drama. Nakumbuka kitu kimoja muhimu sana, heshima haiombwi, inajengwa. Kama unapenda content za kujijenga, mahusiano na maisha kwa ujumla, bonyeza subscribe, washa kengele na twende moja kwa moja. Tabia ya kwanza, kujithamini mwenyewe, kwa maana self respect. Mwanaume anayejiheshimu hakubembelezi heshima, hakubali kudharauliwa na hajipunguzi ili apendwe. Mwanamke anaangalia jinsi unavyojichukulia wewe. Ukijiona mdogo naye atakuona mdogo. Usikubali kukosa heshima kwa jina la mapenzi. Tabia ya pili ni kuwa na msimamo, standards and boundaries. Mwanaume asiye na mipaka anasema ndio kila wakati. Anaogopa kupoteza mwanamke na anavumilia makosa bila mwisho. Lakini mwanaume mwenye misimamo anajua anachokubali na anasichokubali. Anaweza kusema hapana, hashikwi mateka na hisia. Mwanamke humheshimu mwanaume anayejua anachotaka. Tabia ya tatu ni kutokuwa na uhitaji uliopitiliza, neediness. Uhitaji mkubwa humfanya mwanaume aonekane dhaifu. Kila saa unapiga simu, anataka kuthibitishwa mapenzi kila dakika na ana wivu sio wa msingi. Mwanaume aliyekomaa ana maisha yake, ana shughuli zake na hana hofu za kupoteza mtu asiyemthamini. Mwanamke humheshimu mwanaume asiyemtegemea kihisia kupita kiasi. 4, kuwa na malengo maishani. Mwanaume asiye na dira anaishi siku kwa siku, hana ndoto na hana mwelekeo. Lakini mwanaume mwenye malengo anajua anakoelekea, anajenga kesho yake na anajituma kuboresha maisha. Mwanamke huheshimu mwanaume anayejua anapoelekea hata kama bado hajafika. Tabia ya 5 ni kudhibiti hisia, emotional control. Mwanaume anayelipuka, anakasirika haraka, anapiga makelele ovyo ovyo na anafanya maamuzi kwa hasira. Lakini mwanaume aliyedhibitiwa anasikiliza kabla ya kujibu. Anajua lini anyamaze na anajua hasira sio solution. Udhibiti wa hisia ni sawasawa na ukomavu, lakini mwisho wa siku unapata heshima. Tabia ya 6 ni kuwa mwaminifu kwa maneno yako. Ukisema utafanya kitu, fanya. Utafika, fika. Utaongea, ongea. Mwanaume wa maneno mengi bila vitendo hapewi heshima. Mwanamke humheshimu mwanaume ambaye neno lake ni ahadi. Tabia ya 7 ni kujua kuongoza, sio kutawala. Kuongoza ni kusikiliza, kufanya maamuzi kwa busara na kujali wengine. Lakini kutawala ni kubana, kulazimisha, kudharau maoni, ndio kubana, kutawala. Mwanamke anamheshimu mwanaume anayejua kuongoza kwa hekima, lakini sio kwa nguvu. 8 ni kutoogopa kupoteza. Hii ni tabia nzito sana. Mwanaume anapokuwa na hofu ya kupoteza, anakubali kila kitu. Anapoteza heshima yake na anakuwa dhaifu. Lakini mwanaume anayejua thamani yake anaweza kuondoka, hachukuliwi poa na haheshimiwi kwa uoga bali kwa utu. Heshima huja pale unapojua unaweza kuondoka. 9 ni kujiheshimu hata pasipo mtu. Hata kama hamko sawa, hamzungumzwi au kuna mgogoro, mwanaume wa heshima hatukani, hatukanushi na hachafui jina lake. Mwanamke humheshimu mwanaume mwenye heshima hata anapoumizwa. 10 na mwisho ni kuwa mwanaume wa kimaadili. Maadili ni uaminifu, uwajibikaji na utu. Hii haiwezi kuigizwa. Mwanamke anaweza kuchelewa lakini hata mkosa mwanaume mwenye maadili. Kabla hatujamaliza, kumbuka hii: heshima ya mwanamke haipatikani kwa maneno matamu, pesa pekee au kujipendekeza. Inajengwa kwa tabia zako, msimamo wako na jinsi unavyojiona. Kama umejifunza kitu leo, acha comment, niambie ni tabia ipi imekugusa zaidi. Lakini pia usisahau kulike, kusubscribe
na kushare video hii kwa mwanaume mwingine anahitaji ujumbe huu. Mpaka video ijayo, mimi nasema bye bye. Endelea kujijenga, heshima itakufuata.